na mataifa yote watakusanyika mbele yake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyodokeza mwanzo wa ibada hii ya misa takatifu, tumekusanyika asubuhi ya leo kuwaombea ndugu zetu ambao wamepoteza maisha yao katika ghasia zilizotokea kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunawakumbuka ndugu zetu hawa, tukitambua kwamba wametangulia katika makao ya milele. Tunawaombea ili Mwenyezi Mungu mwenye huruma awapokee mbinguni pamoja na watakatifu wake, tukitambua kwamba na sisi ambao bado tuko katika safari katika ulimwengu huu, Mwenyezi Mungu atujalie tuyatambue mapenzi yake, ili siku moja nasi tutakapomaliza safari twende kukutana na wapendwa wetu huko mbinguni. Mara nyingi sisi binadamu hujiuliza swali, siku ile ya mwisho au siku ile ya hukumu, tutakapofika mbele ya Mwenyezi Mungu, ni maswali gani tutakayoulizwa, au ni kigezo kipi ambacho kitatumika katika hukumu ile ya mwisho? Leo Bwana wetu Yesu Kristo anatusaidia kutambua hilo, na maandiko matakatifu ambayo tumeyasikia, hususan lile somo la Injili ambalo linatoka katika Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 25 aya ya 31 hadi ya 46, inazungumzia hukumu ya mwisho. Ni mambo gani ambayo tutakapofika mbele ya kiti cha hukumu kwayo tutahukumiwa? Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia siku hiyo ya hukumu, mfalme atabagua, au tutabaguliwa kama vile mchungaji anavyobagua kondoo na mbuzi. Kondoo ataweka mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto, na atawaambia wale ambao wametenda mema, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkanipa maji; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha; nalikuwa uchi, mkanivika; nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nalikuwa kifungoni, mkanijia. Na hawa wenye haki watasema, Bwana, ni lini ambapo sisi tulikukuta katika hali hizo na tukakusaidia? Na yeye atawaambia, amin, amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Ndugu zangu wapendwa, haya tuliyoyasikia Bwana wetu akiyasema, au vigezo ambavyo tumesikia Bwana wetu Yesu Kristo akivisema, ni vigezo vya kibinadamu, ni vigezo vya utu. Sisi tutahukumiwa kwa jinsi ambavyo tumewatendea binadamu wenzetu. Haijalishi kwamba tunasali kiasi gani, haijalishi tunatoa sadaka kiwango gani, hatuwezi tukamuonga Mungu hata siku moja kama wale binadamu tunaoishi nao hatutawatendea kiutu. Basi sisi mbele ya Mwenyezi Mungu hatutapata mastahili yoyote. Kama tulisababisha watu wengine wakafa kwa njaa, au tuliwanyima chakula makusudi ili wateseke, basi sisi mbele ya Mwenyezi Mungu hatutakuwa na mastahili. Kama mtu tulimnyima maji, tulisababisha mtu akafa kwa sababu ya kiu, basi mbele ya Mwenyezi Mungu hatutakuwa na mastahili. Kama mtu tulimsababisha au mgeni pengine kwa sababu, au tumemkimbiza katika nchi yake mwenyewe,
au tumeshindwa kumpokea yule aliyekimbia kwa sababu ya masaibu yaliyokuwa akimpata katika nchi yake, hatukumpa huduma stahiki, hatutakuwa na mastahili mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo unapotazama kwa undani, ni vigezo zaidi vya kiutu vya kibinadamu, ni namna gani tumewatendea binadamu wenzetu. Tutakuwa waongo sana tukifikiri kana kwamba yule anayesali sala ndefu, huyo ndio atakayeurithi ufalme wa Mungu. Tumesikia Bwana wetu Yesu Kristo hapa akisema, hakusema kabisa au hakutuambia siku ya leo kwamba yule anayesali sala ndefu au yule anayelala kanisani, huyo ndio atakayeurithi ufalme wa mbingu. La hasha, bali ni yule anayemtendea mwingine mambo ya msingi, mambo ya kawaida ya kibinadamu, aliyemhudumia mgonjwa, aliyempa chakula mwenye njaa, aliyempa maji mtu mwenye kiu, aliyemvika aliyeuchi, aliyekwenda kumtembelea mtu aliye gerezani, aliyempa faraja mgonjwa. Haya ndio mambo, maisha ya kila siku, ni mambo madogo madogo ya kila siku ambayo yanatujalia sisi mastahili mbele ya Mwenyezi Mungu. Maandiko matakatifu yanatuambia wale walioko kushoto au wale ambao watakwenda kushoto, ambao wale wametenda mambo ya uharamia au wamewatendea wengine vibaya, watasema, Bwana, ni lini ambapo sisi tulikukuta una njaa hatukukupa chakula? Tulikuona una kiu au tulikukuta una kiu hatukukupa maji? Tulikuona uchi hatukukuvika nguo? Au tulikuona mgeni hatukukukaribisha? Na yeye atawaambia, amin, amin nawaambia, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, hamkunitendea mimi. Tutambue kwamba matendo yetu, mtu atahukumiwa kadiri ya matendo yake na kadiri tulivyowatendea wengine katika maisha yetu. Tutahukumiwa na Mwenyezi Mungu kutokana na yale tuliowatendea binadamu wenzetu katika maisha yao. Haijalishi kama wewe ni mtu wa sala ndefu au unafunga kila siku, iwapo matendo yako ni kinyume na utu wa mwanadamu, hakika unajiandalia hukumu yako wewe mwenyewe. Somo la leo linatuhimiza kuwatendea wengine mema, kwa kuwa sote tumeumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. Maandiko matakatifu yanatuambia, basi yoyote mtakayo kutendewa na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Kipimo mtakachotumia kuwapimia wengine, kipimo hicho hicho ndicho kitakachotumika kuwapimia ninyi. Hivyo ndugu zangu, siku ya leo tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie katika maisha yetu tuwe watu wa haki, na haki ndiyo huzaa amani. Tusipokuwa watu wa haki katika maisha yetu, tusipotenda haki katika maisha yetu, amani haiwezi kutawala kama. Tumwombe Mwenyezi Mungu ili atujalie katika maisha yetu, na hasa sisi wa Tanzania, ili tutendeane haki. Na tukitenda haki kwa kila mmoja, tukimpa haki stahiki kila mmoja wetu, amani itatamalaki katika nchi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.